Kwa mtazamaji wa channel yetu ya Mau Media, tunaokaribisha katika kipindi chako cha majibu ya Biblia kwa maswali yako. Unajua, katika maisha haya, katika dunia hii, watu wanakuwa na maswali ambayo wanajiuliza, na swali mojawapo ya maswali hiyo ni je, waliokufa wanaweza kuongea na walio hai? Waliokufa je, wanaweza kuonekana tena kwa walio hai? Na leo ninakuletea Mwalimu Celeste ambaye atakupitisha katika maandiko matakatifu na kukutolea majibu ya Biblia kwa swali hilo. Karibu sana mwalimu. Nashukuru sana na niwashukuru watazamaji wote na niwatakie mchana mwema na maisha marefu. Asante sana. Na mbele ya kuingia katika somo letu la leo, hebu nikualike tupate kushukuru. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, asante kwa uzima, asante kwa uhai ambao unaendelea kushikilia ndani yetu. Neno lako ambalo tunaenda kuliangalia, utusaidie tupate kulielewa na utufunulie zaidi na zaidi. Tunaomba katika jina la Yesu, amen. Amina. Mwalimu, naam, wafu wanaweza tena kuongea na waliokufa na walio hai zamani? Au wanaweza kuonekana? Unaweza kuwa unapita mahali fulani na kukutanana na mtu ambaye tayari amekufa. Asante. Ndio. Kwanza mtu mwenye amekufa hajui lolote, hawezi sikia kitu, hawezi fanya lolote. Ndio. Waislamu, unajua dini zimekuwa nyingi mpaka ndugu zetu Waislamu wanapozika, ndio wanazikaka wanasema wanazika mwanandani. Unajua wanafanyaka namna gani? Wanachimba shimo na kisha ile shimo wanatia tena ndani kakitu wa kwenda hivi, na ni kule ndiko wanatia sasa mtu. Wanakuwa wamemfunika sanda. Ndio. Sanda ndio hii vitambala wanafunika tu. Wanamfunga vizuri. Lakini hawamfungake yote. Utendelee mazisha Waislamu utaona. Wanaacha visikio wazi. Atasikia. Sasa hapo ndio kwenye vitu vinakolea. Ndio. Wamekuwa na imani kwamba mtu anapokufa kabla hajaoza tu kuna kuja malaika wawili. Ndio. Mmoja wanamuita Bukari na mwingine ni Nakiri. Ndio. Sasa hawa wanamuuliza maswali matatu. Swali la kwanza, dini yako ni ipi? Ndio. Ya pili, mtume wako ni yupi? Ya mwisho nilikuwa nimeandika hapa, wanauliza ya mwisho, wanamuuliza kwamba nabii wako ni nani? Sasa unajua ujanja, wanasema hivi, wanadanganya watu, wanasema ikiwa swali la kwanza ambalo wanakuuliza bwana wako ni nani, unasema ni Allah, wanasema vema. Ndio. Wanauliza la pili, dini yako ni gani? Ukisema Uislamu, vema, wanasema vema. La tatu, mtume wako ni nani? Ukasema Muhammad, wanasema papo hapo malaika wanakuchukua mbinguni, wanakubeba. Maana yake wanafundisha kwamba hata kama mtu amekufa bado anaweza kusikia. Lakini mwalimu, Biblia inasema nini? Sasa ikiwa ataendelea kusikia, ina maana hakufa. Ndio. Wanaunga mkono shetani. Ndio. Katika ile andiko lililosema mtu akila atakufa hakika. Sasa hivi tuangalie, je, mtu anapokufa anaweza sikia? Kitabu cha Mhubiri. Twende haraka kwenye kitabu cha Mhubiri mstari wa 4. Nianze mstari wa 4. Ndio. Maana kuna tumaini gani kwake anayeambatana na wote walio hai? Ndio. Imbwa aliye hai ni vizuri kuliko simba aliyekufa. Imbwa mwamekufa, aliye hai iko na nguvu kushinda simba mwacha kufa. Endelea. Ndio. Sababu gani? Maana walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Tulia kwanza pale. Sitakufuata. Ndio. Unajua hilo? Ndio ninajua. Sababu uko hai. Sasa tuangalie hali ya wafu. Endelea. Maana walio hai wanajua kwamba watakufa. Ndio. Lakini wafu hawajui neno lolote. Kwa hiyo wafu, hii maswali ya Waislamu ni ya uongo, sababu hawajui neno lolote. Endelea. Inaendelea, inashuhudia hivi. Ndio. Wala hawana zawabu tena. Ndio. Maana ukumbuko
wao umesahauliwa. Ndio. Mstari wa 6, mapendo yao na kuchukia kwao ndio na wivu wao ndio zimepotea, ndio, wala hawana sehemu tena milele katika neno lolote lililofanyika chini ya jua. Amina. Amen. Yule ambaye amekufa hana sehemu yoyote ile kwa chochote kile ambacho kinafanyika chini ya jua. Donc hawezi sikia, ndio, hawezi ona. Ndio. Watu wengi wanadanganya, wanasema mtu akikufa mwili na kufaka macho ndio inaanzaka, masikio yanaendelea kusikia. Uongo mtupu. Ukiendelea kusikia ina maana hauyakufa. Waende wamtunzishe, bado anaweza kupona. Ule mtu ule gani mzima iko kukomaa kisiende. Kunakuwa na watu ambao wanasema, na inawezekana mpendwa mtazamaji naye amekutanana nao, ya kuwa mzazi amefariki, ndio, na sasa watoto wanagongana. Sasa mzazi anakuja kumshauri, analeta mashauri kwa wale watoto. Inakuwa kuwaje maneno? Uongo mtupu. Yule ambaye amekufa hawezi saidia chochote kile kwa inayofanyika chini ya jua, sababu hili andiko limesema vizuri, mapenzi yao ndio na matukio yao ndio na wivu yao imepotea. Piki hapa kisari sasa, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Hawana sehemu, hawajui nini kinaendelea, hawawezi sema lolote kwa yale ambayo yanafanyika. Kuhusu wazazi na watoto, soma kitabu cha Ayubu. Kitabu ni cha Ayubu, sura ni ya 14, mstari ni wa 21. Ndio. Neno la Bwana linasema, barikiwa, wanawake wanafikia heshima, ndio, naye hajui. Wanashushwa, lakini yeye hana habari zao. Sasa ikiwa hata wakiheshimiwa hayui, atakiwa wasaidia hiyo migogoro ya jamaa. Ni uongo jamani, ni uongo mtupu, ni uongo mtupu. Ndio. Yule ambaye amekufa hawezi changia lolote, hata mkamate mumjengee mozole wala msijenge, yeye hajui. Ndio. Ni sababu Biblia imesema mtu anapokufa anarudia udongo. Ingelikuwa mtu anayekufa anajuaka mambo kama hii majiwe na hii udongo yenye tuko nayo hapa, kama inajua mambo fulani. Ndio. Lakini wakikwambia huu udongo huu unajua kitu fulani, utasema haujui. Mtu anapokufa anarudia katika hali ile ile. Asante sana mwalimu. Lakini sasa kama mtu akikufa hawezi tena kujishirikisha na mambo ya wanadamu ambao wako hai, lakini tukikuwa wa kweli kabisa kuwa haya mambo yanatokea, hatuwezi kuyakataa, na watu wanasikia sauti. Sasa hizo sauti ni za wanani? Kunakuwa na mtazamaji ambaye anaweza sema, mimi nimekutanana na jambo kama na hilo, nimesikia mzazi wangu anaongea na mie, nikasikia sauti yake ni ile ile. Sasa hivi utamshawishi kukubali kama haikuwa sauti ya mzazi wake namna gani? Mimi sitamshawishi. Ndio. Lakini neno la Mungu ndilo litamuelekeza. Ndio. Na nitapenda tuangalie tu katika maandiko matakatifu. Ndio. Na tunaenda moja kwa moja katika kitabu cha Wakorintho. Ndio, nipende ututolee andiko kwa sababu kipindi chetu ni majibu ya Biblia kwa maswali yetu. Kama utatueleza tu maneno hatutakuitikia. Na mimi nimesema sitaeleza. Ndio. Nitasoma. Ndio. Ni Wakorintho wa pili. Kwanza mimi nitasoma, ni wewe utasoma. Acha nisome. Wakorintho wa pili, sura yake ni ngapi? Sura ya 11. 11 yake. Mstari wa 14. Mstari wake ni wa 14. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Wala si ajabu. Kwa sababu shetani mwenyewe ndio anajigeuza awe malaika wa nuru. Basi kama shetani anaweza jigeuza awe mfano wa malaika wa nuru, ndio atashindwa jigeuza awe mfano wa mama yako? Ndio.
Acha nikwambie msikilizaji mpenzi, ikiwa mtu anakufa na amezikwa, ndio, na kisha unakutana na mtu wa kumfanana, ama anakutokea anasema ni yeye, jua wazi kwamba haiko yeye, lakini umekutana na shetani mwenyewe. Nikisema ni wakukemewa kabisa kwa jina la Yesu. Unamkemea sana. Ndio. Sababu katika nyakati hizi za mwisho ni miongoni mwa mitego mikubwa ya shetani kuaminisha watu kwamba mtu hakufa hasa. Ndio. Lakini Biblia iko wazi, tangu tulipoanza inazungumza kwamba mtu amekufa, na imesema hawezi kujishughulisha tena na mambo ya kupitika duniani. Kwa hiyo ukikutana na yeyote yule ambaye amekufa zamani na sasa anakuambia yeye anakuja na unaonana naye, jua wazi kwamba umekutana na ibilisi. Huyo ni shetani na wala si yule mtu. Asante sana mwalimu, na nishukuru mpendo mtazamaji ambaye anatuangalia. Matumaini yangu ni kwamba umetosheka na maandiko hayo. Biblia imekujibu. Lakini kama bado haujatosheka, unaweza kuuliza swali na unaliweka katika commentaire na mwalimu ataweza tena kukujibu. Lakini mwalimu, kama unakuwa na ya kuongezea. Niweke kitu pamoja. Ndio. Unajua leo tumeshindwa jiombea. Ndio. Na tunaanza sema Mtakatifu Petro utuombee. Hiyo nayo iko ndio. Hiyo nayo iko. Mtakatifu Yohane utuombee. Mtakatifu, acha niseme na Mtakatifu Diedone utuombee. Watu wameshindwa jiombea na wanasema wale walikuwa ni watu wazuri na sasa wameenda mbinguni, wanakaa karibu na Mungu na hawa wanaweza kutuombea. Ndio. Haliwezekani. Hawawezi. Hata kama walikuwa watakatifu. Sababu wako kaburini. Wako kaburini. Kwa hiyo hawawezi kuomba kwa sababu wako kaburini. Ndio. Na Biblia inazungumza vizuri tu, kitabu cha Zaburi hiyo 115. Zaburi ya 115. Soma mstari ule wa 17. Mstari wa 12 wa 17. Wa 17 inasema, ndio, wafu hawasifu Bwana, wala wowote washukao kimya. Mfu hawezi kumsifu Mungu. Ndiyo. Hawezi kumuombea mtu, wala yeyote yule ambaye ameshuka kwenye kimya. Kwenye kimya ni kaburini. Ndio. Yeyote yule awe mtakatifu wa aina gani, hawezi kuzungumza na Mungu, hawezi kuombea mtu. Ndiyo. Hawezi fanya lolote, sababu ameshuka kwenye nini? Kwenye kimya. Ukisoma mstari ule wa 18, ndio, malizia pale tusikilize. Lakini sisi tutabariki Bwana, sisi tulio hai, tangu sasa hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Msifu Bwana. Amen. Amina. Kwa hiyo ni watu ambao wako hai ndio wanaweza kumsifu Mungu. Kama umeshindwa jiombea, ndio mtafute kiongozi wa Mama Media, yeye anaweza kukuombea. Yeye yuko hai. Lakini pia unaweza kuwatafuta wazee. Biblia nasema ndugu yako akisumbuliwa na magonjwa, ndio waite wazee wamuombee. Usitegemee Petro ama Yohana ambao wamekufa ndio watakao muombea. Ule mzee wa kanisa yako peleke pale apate kumwombea. Lakini wewe pia unaweza kuomba. Ndio. Yesu amesema lolote mtakaloomba kwa jina lake. Ukikuwa na imani unaomba kwa jina la Yesu, bila shaka utamsaidia ndugu yako. Amina. Asante sana mwalimu, nikushukuru sana kwa leo. Mungu aendelee kukubariki. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea kukushukuru kwa kuwa unatusikiliza. Kama haujajiabone kushene yetu, tunaomba upate kujiabone, lakini pia unaweza kupartaje kwa watu wengine ili masomo haya yapate kusambaa kwa kasi. Na kama unakuwa na swali, unaweza kuliandika mkomantere au unatupigia kwa namba ambayo inapita hapo chini, na tutapokea na tutakuwa na majibu. Mungu akubariki sana. Amina.